Viongozi wa dini wameviomba vyombo vya dola kuwa na weledi pamoja na uadilifu katika kutimiza wajibu wao badala ya kutumia nguvu kubwa ambayo mara nyingi imekuwa ni chanzo cha uvunjifu wa amani. Katika kongamano la viongozi wa dini mbalimbali kanda ya kaskazini ikihusisha mikoa ya Manyara na Singida, ambapo mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kaskazini, Askofu Daktari Frederick Shaw, kwa niaba ya viongozi hao anatoa wito. Tunapenda kutoa wito kwa vyombo vya dola vilivyoko chini ya mamlaka yake kuwa na weledi na uadilifu mkubwa katika kutimiza majukumu yao. Mahali pengine tumeona kwamba kumetumika nguvu ya ziada na hata watu wasiokuwa na hatia wakati mwingine kujeruhiwa, kupigwa na kadhalika. Haya tunapenda kusema, hatupendi kuyaona katika nchi yetu. Ni wajibu wetu viongozi wa dini kuambia fungueni macho, tazameni yale ambayo yamefanyika, pongezeni hayo, muappreciate hayo, na pale pa kupongeza tupongeze, na pa kushauri tushauri, pa kukemea tukemee. Aidha, wakati akifunga kongamano hilo, katibu tawala mkoa wa Singida Daktari Fatuma Mganga akawaambia viongozi hao wa dini kuwa wana nafasi kubwa katika kuleta amani kwa jamii, huku viongozi hao walioshiriki kongamano hilo wanatoa maoni yao. Tukaombee amani nchi yetu, tukaombee upendo, tupendane. Ninajua wakati huu ndio wakati wa kusema kwani yule mgombea dini gani? Kwani yule mgombea, watakaozima maswali ya hivyo ni ninyi viongozi wetu wa dini. Na tunasema hapa dini mbalimbali, upendo, haki na amani. Kama kuna wakati salamu hii inatakiwa ishamiri ni mwaka huu. Viongozi wa dini wamewekeza kiwango gani kuwafundisha hao vijana kuelewa kwamba siasa sio dhambi, lakini pia kuandaa kwenye misingi bora ya kuwa viongozi bora, kuwekeza kwa vijana na watoto, kwa sababu hawa ndio taifa linalokuja. Hatujatengeneza mfumo wa demokrasia yetu wenyewe ambayo itatukinga na haya matatizo ambayo tunakabiliana nayo sasa hivi. Mfano, sasa hivi hatuwezi mtu tunayemtaka labda awe mgombea binafsi, hatuwezi, kwa sababu sheria ya demokrasia tulionayo ni ile ambayo imetoka ughaibuni ikaingizwa katika mataifa yetu. Hatuna haki. Jamii yenye haki inajengwa kwa ushiriki wa watu wake katika nyanja zote za maamuzi. Hivyo viongozi wa dini wana wajibu wa kuelimisha jamii kuhusu haki na wajibu wao kufikia lengo la maisha bora na usawa wa wanadamu. Kutoka mkoani Singida, Edna Malekela.